Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika eneo maarufu kwa Maretu, Shangarai, wilayani Rumeru, mkoani Arusha, ambapo tumefika katika msiba wa Benson Isaac ambaye alifariki katika kifo cha kutatanisha pale mkoani Mbeya. Lakini kilichozua taharuki ni mara baada ya mwili wa marehemu kuchukuliwa asubuhi mapema mochwari katika hospitali ya Mount Meru, lakini baadaye ukarudishwa tena, na hii inaelezwa ulirudishwa kwa sababu wazazi wanaamini kwamba hawakushirikishwa katika kuchukua kwa mwili huo. Baadaye mwili ulirudishwa tena na kuchukuliwa, na sasa wameuchukua kwa ajili ya kuja kufanya mazishi. Tumefika hapa kuzungumza na wananchi, majirani na wazazi wa marehemu kuzungumzia tukio hili lenye utata, lakini kifo chake kinaelezwa kimetokea mgodini pale mkoani Mbeya. Hii ni Tesha Eye. Mimi naitwa France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha. Jina langu naitwa Neema. Ninaishi kwa Maretu, mtaa wa Shangarai. Urasa amefariki, lakini kuna taharuki imetokea hapa kwa Maretu. Ni taharuki ambayo ndio imewafanya watu wamejaa hapa katika mtaa kwa Maretu. Ila mpaka sasa hivi wako msafarani wanakuja. Kwa hiyo mpaka wakifika hapa ndio mambo mengine yataendelea, ndio maana mapolisi wapo hapa. Kifo cha utata. Yule ni ameuawa. Sha amekufa. Ameuawa. Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kutokana na nini? Kuna watu walienda kumchukua kule. Hivi kama hajauawa, angalia kamera. Amechukuliwa kwenye shimo mita 50. Mita 50 chini. Umejuaje yuko kwenye mita 50 chini? Kama mdamuua na mkasema nyie. Wale waliomuua wakasema yuko kwenye mita 50. Mita 50 mmejuaje? Kwamba yuko hapo chini. Alikuwa anafanya shughuli gani? Alikuwa hajaanza shughuli yoyote. Alikuwa anaanza kwenda kufanya shughuli ya kuchimba madini. Rasaulo na mtoto wangu eti na anajishanganya kwenda kumpokea mdogo wake bila mimi. Hiyo ni halali? Wewe baba na mama. Sisi tunaacha nyumbani. Wao mnaurudisha ukauleta ili mulete. Huko ndo Zabloni. Laeli Kamari. Ni mjomba wake na marehemu Benson. Kwanza kwa mara ya mwisho Benson alikuwa anakaa kwangu, nyumbani kwangu Engo Sheraton. Na alivyoondoka alikimbilia mkoa wa Tanga kwa ajili ya utafutaji wa madini. Lakini alitokea kijana mmoja anaoitwa Tino wa ndani ya boma hili, alimuita Mbeya huko mkoa mpya wa Songwe kwa ajili ya utafutaji wa maisha, uchimbaji wa madini ya aina ya dhahabu. Amefika siku ya Jumapili wiki iliyopita usiku, kwa maelezo ya huyo Tino, baada ya kuleta mwili pale mochwari ndio aliana naye. Amefika Jumapili. Jumatatu mjomba akawa amepata umauti. Lakini sisi kama sehemu ya familia ya Beni hakufuata taarifa yote siku ya Jumatatu, na huyo Tino akazima simu yake. Jumanne amezima simu, hapatikani. Jumatano amezima simu, hapatikani. Tumekuja kupata taarifa siku ya Alhamisi saa 12 alfajiri kwamba mjomba wangu Benson ameokotwa kwenye shimo au maduara ya dhahabu, ameshakufa. Basi tukajua kule, kwa sababu kuna jeshi la polisi watashughulika kutoa taarifa, lakini kumbe taarifa alienda kuitoa siku ya Jumatano kwamba ndugu yake amefariki. Alhamisi ile, Jumamosi usiku nimepokea mwili Mount Meru hospitali mochwari ukiwa umetokea Songwe, wakubaliana na jamaa, ndugu wale wa jamaa waliokuwepo pale. Bwana mmoja anaitwa Rasta ambao yuko mara nyingi pale mochwari, pia tulishirikiana naye siku hiyo mpaka usiku. Wakubaliana mazishi yatakuwa leo kwa vikao vilivyokuwa vinaendelea vya boma lao. Lakini cha kusikitisha sana, asubuhi nimewasha gari nimekwenda mochwari kwa ajili sasa ya kwenda kujua ule mwili wa mjomba wangu tumeuhifadhi umeshaandaliwa vizuri. Cha kusikitisha, nimefika mochwari na naangalia hata jeneza lilokuja nalo kutoka Songwe alipo pale. Kwenda ofisi ya mochwari, wamepitia zile dokumenti zao, wakaniambia Benson ameshaondoka saa nyingi sana. Kwa haraka nilimpigia huyo Rasta saa 1:30. Nikampigia Rasta, huyo anaitwa Ulomi nafikiri. Ulo. Nikampigia simu, ndugu yangu vipi? Mmeshaondoka? Akaniambia brother, tumefika maeneo ya kwa mrefu.
Nikamwambia, kwa nini mmefanya haraka namna hiyo? Wakati mimi nilikuwa nawasiliana na mdogo wangu ambao ni mama yake na Benson pamoja na shemeji yangu kwamba wanakuja mochwari ili waje wakaangalie mwili wa mtoto wao, pia ukiandaliwa uwekwe kwenye jeneza kwa ajili ya kuletwa nyumbani. Haraka imekuwa ni ya nini kuwaisha mwili nyumbani haraka kiasi hicho? Hata mama yake mzazi hayupo, baba yake hayupo. Nini kimetokea? Hakuwa na majibu ya kunipa. Basi niliwasha gari yangu nikaelekea msibani. Nimefika msibani, kweli kimsingi nilikuwa nimechukia na taharuki. Nimeenda kumuona mdogo wangu pale ndani, ameishiwa nguvu, ana jinsi ya kufanya, sababu inaonekana kwamba vile hana msaada wa aina yoyote aliyoupata ndani ya familia hiyo aliyoolewa. Okay. Nafika naambiwa tena ule mwili umezuiwa na vijana wanajiita wadudu kwamba uingii, kwa nini umeletwa haraka. Mwili ukarudishwa mochwari. Kwa hiyo hivi sasa hivi tunavyoongea gari iko njiani inaleta mwili. Lakini pia nilishukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Arumeru. Nadhani baada ya kuona taharuki iliyotokea, basi viongozi wa jeshi la polisi wamewahi kutukimbilia kuepusha labda yamkini madhara mengine yangetokea zaidi ya kifo cha huyu mjomba wetu. Kwa nini mwili ukachukuliwa kurudishwa mara mbili? Kimsingi ni vurugu iliyokuwepo eneo hili. Mwili wao vijana wanaojiita wadudu wa bodaboda walikataa ule mwili usiingizwe ndani kwa sababu mama yake na baba yake na mtoto hawakushirikishwa kwenda kufuata mwili wa mtoto wao. Hilo tu ndio lilosababisha. Alienda kuchukua ndio huyo kijana Rasta na mtoto mdogo na mdogo wake.